Duniani kuna wanaume ambao wanawake hawawezi kuwaacha. Wanaume ambao tabasamu lao linaweza kumbadilisha mwanamke ndani ya dakika chache. Kuna wanaume ambao kila wakipita mtaani wanawake hugeuka na kuwaangalia. Lakini hakuna anayejua siri yake, ama kujua kwamba nyuma ya utamu wao na uzuri wao kuna maumivu makubwa sana. Katika mitaa ya Uswahilini zilisikika kelele za barabarani na muziki wa mbali uliokuwa unapigwa kwenye baa za kienyeji. Harufu ya mishkaki iliyochomwa pembezoni mwa barabara, watoto wachache waliokuwa wanakimbizana mtaani, na wanawake waliokuwa wamekaa nje ya nyumba zao wakipunga upepo huku wakizungumza habari za mitaa. Lakini katikati ya maisha hayo yote kulikuwa na jina ambalo lilikuwa likitajwa kila kona. Wasichana wa chuoni, wanafunzi, wazee kwa watoto walikuwa wanalihusudu sana jina hilo. Jina hilo si lingine bali ni muuza genge. Lilikuwa ni jina la kijana aitwaye Rashidi, maarufu kama muuza genge. Karibu sana ndugu msikilizaji wa Simulizi TZ. Mimi langu jina ni Mr. A Romantiki. Hii ni Simulizi TZ na hii ni simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Utamu wa Muuza Genge. Huyu muuza genge ana utamu gani na ni kwa namna gani mpaka atajwe na watoto wa chuo, wa mama, wake za watu? Tusonge pamoja katika mwanzo huu wa sehemu hii ya kwanza ya simulizi hii ya Utamu wa Muuza Genge. Rashidi alikuwa ni kijana wa miaka 27, mrefu kiasi, pia mweusi wa wastani, mwenye mwili uliojengeka kwa kazi za kubangaiza. Hakuwa tajiri Rashidi, hakuwa na gari, wala hakuwa na maisha yoyote yale ya kifahari. Lakini alikuwa na kitu ambacho vijana wengi walitamani sana kuwa nacho. Rashidi alikuwa na mvuto mkubwa sana kwa wanawake, tena ulikuwa mvuto wa ajabu. Rashidi alikuwa akipendwa na kila mtu, hususa watoto wa kike, wa chuoni, wanafunzi, pamoja na wake za watu. Hakuna aliyekuwa akielewa siri ilikuwa ni nini juu yake. Wengine walisema ni maneno yake mazuri, wengine walidai kuwa alikuwa anajua sana namna ya kumfanya mwanamke ajisikie wa kipekee na kumfikisha kwenye vilindi na vilele vya milima. Basi asubuhi na mapema Rashidi alikuwa akiamka mapema kwa ajili ya kwenda kuhemea maemezi ya genge lake. Genge lilikuwa la kuuza matunda, mayai, mboga, sigara na vitu vingine vingi ambavyo viliwafanya watoto wa kike wengi waweze kwenda pale dukani kwake. Karibu sana dadangu, leo naonekana mkali. Aisee, umependeza. Unajua wewe ni miongoni mwa wale warembo ambao Maulana aliwaumba kwa namna ya kipekee, tena kwa dongo la namna yake. Aisee, Mungu kweli Mungu fundi. Hayo yalikuwa ni baadhi ya maneno yake ya kawaida sana kwa wateja wake, na wanawake wengi walikuwa wakicheka, wakipenda sana ucheshi wake, utani wake. Ndani kabisa ya maisha ya Rashidi kulikuwa na siri nzito. Alikuwa amezoea maisha ya wanawake. Alikuwa akipenda sana kutoka kimapenzi na wasichana tofauti tofauti, wa chuo, wanafunzi, lakini pia hata wake za watu. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, ndivyo maisha yake yalivyoanza kubadilika, tena kubadilika taratibu bila yeye mwenyewe kutambua. Siku moja asubuhi, jua lilikuwa kali sana. Rashidi alikuwa amesimama kwenye genge lake akimkatia mteja wake nanasi, huku redio ndogo pembeni ikipiga muziki wa zamani wa kimapenzi. Ghafla wasichana wawili waliovaa nguo nzuri na za kuvutia walikuwa wakitoka chuo. Walipita pale mbele yake. Walikuwa wamebeba mabegi yao mgongoni, huku akifurahi na kutabasamu. Rashidi
aliwapiga jicho, kisha haraka akatabasamu. Oh, wow. Wasomi wa taifa letu hao. Marais wa kesho. Ongeleni wapenzi. Mungu amewabariki, na kama kuwaumba, amewaumba kwa namna ya kipekee. Wasichana warembo namna hiyo. Aisee, Mungu huyu. Ongeleni jamani. Hakika Mungu fundi. Basi wasichana wale walikuwa wamecheka, kisha wakamweleza, mambo ya muuza genge bwana, hatari. Mmoja wao alisema. Kisha akaendelea, salama, sijui wewe kaka, ila nyie wanawake mnanifanya nisahau kabisa biashara yangu, na mwaka huu mtanifirisi. Maana sijui mmeumbwaje. Kuna muda natamani nizikwe ili tu niyakate maisha, lakini kwa utamu ambao naupata, aisee, ongeleni. Muuza genge bwana, embo acha mambo yako bwana. Unachokisema ni kawaida tu, nyinyi wanaume mna maneno nyie. Kweli bwana, mwanamke mzuri kama wewe jamani, akipita mbele hata bei ya matunda na sahau. Kicheko kilizuka, tena kilikuwa kikubwa. Mmoja wao alikuwa anaitwa Neema. Neema alikuwa msichana wa chuo mwenye umbo la kuvutia na uso mzuri tena wa upole uliowafanya wanaume wengi wamtazame na kumtamani. Lakini ilikuwa ni tofauti na wengine. Neema alipenda sana kuzungumza na Rashidi kutokana na sifa yake ya ucheshi. Basi muuza genge yule aliweza kumvuta taratibu Neema. Basi kila siku alipokuwa anarudi kutoka chuoni, alipita pale gengeni, alinunua juisi ama matunda, kisha na kuondoka kwao. Siku hadi siku mazoea yao yakaanza kuongezeka. Oh, mbona leo umechelewa? Siku moja Rashidi alimuuliza, mbona leo umechelewa? Una shida gani? We acha tu, masomo yamebana sana rafiki yangu. Aisee, kumbe unasoma sana. Wewe mwenyewe unaona tu, kwani unioni? Mimi nikikuona huwa sioni kingine, naona kitu kimoja tu, na bila shaka unafahamu, ingawa hujawahi kunielewa. Neema alicheka kwa aibu huku akigonga mkono na Rashidi. Basi kwa mbali mama mmoja aliyekuwa anauza maandazi alikuwa akiwaangalia. Alitikisa kichwa, kisha akasema, huyu Rashidi huyu siku moja atapata matatizo makubwa huyu kijana, maana haelewi wala asikii. Rashidi wala hakujali, na vile alikuwa hajasikia, aliendelea na mambo yake. Kadri siku zilivyozidi kwenda, ndivyo alivyozidi kuwa karibu na Neema. Walianza kuwasiliana kwa karibu, nyakati za usiku, meseji nyingi, tena za mara kwa mara. Simu zikaanza kuwa nyingi. Yaani ukaribu ulikuwa mkubwa kadri siku ilivyozidi kwenda. Na hatimaye siku moja Neema alimtembelea Rashidi chumbani kwake. Chumba cha Rashidi kilikuwa kidogo, tena cha wastani. Kilikuwa na kitanda cha kawaida, TV ndogo iliyoning'inizwa ukutani, feni iliyokuwa inatoa sauti ya ajabu, na meza ndogo yenye vyombo vya chai. Neema aliingia huku akitazama mazingira yale. Rashidi, kumbe unaishi hivi? Tafadhali usinicheke, ndo maisha yetu hayo. Sisi wengine tuko hivyo, ndo maisha tulionayo. Mtaani wanasemaga watoto wa mama ntilie. Neema alicheka sana baada ya kusikia hivyo, kisha akasema, sio mbaya, ni pazuri, kupo kusafi. Aisee, Rashidi wewe ni wa tofauti kwa kila kitu. Neema alikuwa anaongea huku akijichekesha huku akimwambia, ila mimi nimejikuta napapenda kweli Rashidi. Unaishi sehemu nzuri, haina makelele, kupo simple. Yaani ni sehemu fulani hivi amazing. Hii ni sehemu inayoendana na wewe. Basi Rashidi alikuwa na tabia ya kuzungumza kwa kujiamini sana, kiasi kwamba mwanamke yeyote yule aliyekuwa karibu naye
alikuwa anajikuta tu anachekacheka, tena hata bila kutaka. Rashidi alikuwa ni mtu mwenye maneno mazuri mengi, tena yenye mvuto wa hali ya juu. Alikuwa akipenda kusifia wanawake ili kuweza kuwavuta. Ilikuwa ni silaha yake kubwa sana pindi anapokuwa anazungumza na mwanamke. Basi ndipo alipoanza kumweleza Neema, samahani kama nitakuwa nakosea. Bila shaka wewe umezungumza na watu wengi, umetongozwa na watu wengi. Penginepo ninayoenda kukwambia yalishasemwa na watu wengi, lakini binafsi wacha nieleze kile kilicho ndani yangu. Mwenyezi Mungu katika uumbaji wake, hakika kwako aliumba, na tena kama kukufinyanga, Mwenyezi Mungu alikufinyanga kwa namna ya tofauti sana. Natamani nieleze kile kilichomo ndani yangu na ukipokee, kwa sababu ndo ukweli uliokuwa na ukweli ndani ya ukweli wake. Wewe kwangu ni zaidi ya chochote. Wewe kwangu ni zaidi ya malkia, na mimi kwako ni mtumwa. Upendo wangu kwako haujawahi kuwa na kipimo. Mimi niseme ukweli tu, nakupenda na nitazidi kukupenda. Kokote utakapokwenda, natamani niwe na wewe daima, iwe leo, iwe kesho, hata kesho kutwa. Na ndio maana kwa kipindi kirefu sikuhitaji penzi lako kabla ya mimi na wewe kuweza kuzoeana, kwa sababu mapenzi matamu pale mnapoonana na kuelewana. Ni muda sasa umepita. Neema, karibu katika himaya yangu, karibu ndani ya wangu mtima, utunze moyo wangu, usiuumize, kwa sababu upendo wangu kwako ni kama mbegu iliyopandwa katika shamba la mzabibu. Nakupenda. I wanna love you forever my oyoyo. Rashidi alikuwa na maneno fulani hivi ambayo mwanamke yeyote yule hawezi kutoka. Basi Neema alibaki tu akijichekesha huko akijaribu kurudi, lakini mwisho wa siku Rashidi alisimama akamnyanyua na kumwambia, mpenzi, samahani kama nitakuwa nakukosea, naomba ufumbe macho. Nifumbe macho? Fumba macho tafadhali. Lakini baada ya kufumba macho, Rashidi alimsogelea Nei, kisha akachukua pipi aina ya Big Bomb na kumwekea mdomoni mwake, kisha akamwambia fungua. Alivyofungua tu akamkisi. Baada ya kumkisi, alifurahi sana Neema, akamkumbatia kwa mahaba mazito. Basi mambo yaliendelea, ukaribu ulizidi, na miongoni mwa ukaribu ule hatimaye Rashidi na Neema siku ile walijikuta wakifika sehemu ambazo hawakutegemea. Rashidi aliweza kuonja ikulu ya Neema. Hakika alifurahi sana siku ile. Basi huo ukawa mwanzo wa Rashidi kuingia katika deep in love na Neema. Mtaa mzima ulikuwa unamjua Rashidi na wanawake wengi walikuwa wakimfahamu. Miongoni mwa hao wanawake alikuwa mwanamke mmoja aitwaye Mama Asha. Mama Asha alikuwa mwanamke wa miaka karibu 42. Alikuwa ameolewa na mfanyabiashara mmoja maarufu wa vifaa vya ujenzi aliyekuwa akisafiri sana kwenda mikoani na nchi mbalimbali. Kila mwanaume mtaani alitamani hata kuzungumza naye. Mwili wake na namna alivyokuwa anatembea na harufu ya manukato yake, alikadhalika dimples zake, shepu yake mwanana, hakika viliwachanganya wanaume wengi katika mtaa ule. Lakini hakuna aliyewahi kufikiria kuwa angeweza kuwa karibu na Rashidi. Katika namna isiyotarajiwa, Rashidi alianza kuzungumza naye taratibu. Basi siku moja jioni, Mama Asha alipita kwenye genge la Rashidi, kisha akamwambia, "Ei muuza genge, we kaka Rashidi, nipatie maembe 4. "Karibu sana mama." "Karibu. Sisi wa Afrika
Tuna kawaida ya kuanza kusalimiana kwanza, kisha mambo mengine yanaendelea. Samahani kama utojali. Mzima mama? Wewe Rashidi we. Usiniite mimi mama yako. Mimi mama yako toka lini? Usinizeeshe tafadhali. Rashidi alicheka sana. Alicheka mno. Sasa nisikuite mama, unataka mimi nikuite nani? Ijapokuwa Maulana katika uumbaji wake hakika alikutendea haki. Umeanza maneno yako. Kijana una maneno wewe, niite Asha huko. Rashidi akamtazama kwa sekunde kadhaa. Kisha akamwambia, sawa, nimekuelewa Asha. Mwanamke mrembo, mwenye tabasamu lako mwanana, dimpozi zako tu, mimi niko hoi. Aisee, wakubwa wanafaidi jamani. Wakubwa gani wanaofaidi? Wewe mbona kijana uishiwe maneno? Yaani Rashidi, unanichanganya na maneno yako. Mama Asha alitabasamu. Basi hapo ndipo kawa mwanzo wa mazungumzo ya karibu baina ya Mama Asha na Rashidi. Basi ilikuwa kila siku alipokuwa anapita, alikuwa anasimama kwa muda mrefu zaidi kwa ajili ya kuwasiliana na Rashidi. Maongezi yao yalikuwa ya mara kwa mara. Basi wanawake wa mtaani wakaanza kuliona hilo. Yule mama anaonekana kumzoea sana Rashidi. Rashidi wenyewe ana kisu kikali huyo, vibaya mno, lolote litamkuta, yani si bure pale. Wakati hayo yote yanatokea, hakuna aliyekuwa na ushahidi juu ya kwamba kuna jambo lolote ambalo baya lilikuwa linaendelea baina yao. Basi Rashidi mwenyewe alianza kujisikia kama dunia nzima ilikuwa upande wake. Wanawake walimpenda, wakubwa kwa watoto, wanafunzi wa shule, yani ilikuwa ni tafarani. Biashara nayo ilikuwa inaenda vizuri kwa sababu kama kibenteni. Marafiki zake walikuwa wakimuona kama shujaa wa mtaa. Usiku mmoja akiwa amekaa na rafiki yake mkubwa aitwaye Kibo kwenye kibanda cha chipsi, Kibo alimwangalia kwa makini. Sewe rafiki yangu, wewe unaishi maisha ya hatari sana. Hatari gani tena ndugu yangu? Wewe Rashidi, wanawake wengi hivyo, ujue sio mchezo hiyo. Rashidi akavuta juisi yake kisha akacheka na kumwambia, mwanamke akikufuata wewe utamkataa? Yaani mwanamke akufuate mwenyewe utakataa? Kuna wengine ndugu yangu wana wanaume zao bwana. Maisha yenyewe mafupi haya kaka. Na waume zao. Sasa kwa nini mwanamke anifuata ikiwa na mwanaume wake? Si wananifuata wenyewe? Kibo alitikisa kichwa kisha akamwambia, mimi nakwambia siku moja utaingizwa kwenye matatizo rafiki yangu. Rashidi alionekana kutokusikiliza hata kidogo. Kila siku alizidi kujiamini. Alijiona mjanja kuliko kila mtu. Alijiona yeye ndo mwanaume shupavu katika mtaa ule. Hakika aliwaona vijana wenzake wote hawana maana. Hakujua kuwa nyuma ya panzia tatizo yalikuwa yanaanza kujikusanya tena kimya kimya. Basi siku moja baadaye, mvua ilikuwa ikinyesha jioni. Watu wengi walikuwa wamejificha kwenye vibanda vyao mbalimbali wakikwepa kulowana. Rashidi alikuwa karibu na kufunga genge lake wakati simu yake ilikuwa ikiita. Alipoangalia, aliona ni Mama Asha. Hello. Habari yako Mama Asha? Salama. Alafu mimi si nimeshakukataza kuniita Mama Asha? Kwani jina langu ulijui? Niite Asha bwana. Upo wapi kwanza? Nipo gengeni bado. Njoo nyumbani kwangu kidogo. Kuna jambo la msingi nataka tuzungumze. Rashidi alishtuka sana, akafikiria, nyumbani? Ndiyo. Nyumbani kwangu, njoo sasa hivi. Mumeo hayupo. Mzee kasafiri bwana. Angekuwepo mimi ningekuita. Rashidi akameza mate. Huko akifikiria, sauti ya mvua iliendelea kupiga bati la genge, huku moyo wake ukianza kwenda mbio. Mbona umenyamaza? Na majibu haunipi. Hapana, nitakuja. Rashidi alishikwa na kigugumizi, kisha alikata simu kwa taratibu mno. Kibo alikuwa naye pembeni, alimwangalia kisha akamuuliza, rafiki yangu, nani huyo?
Rashidi aliishia kutabasamu tu, kisha akamwambia, dili kubwa sana ili mzee, wala usijali. Dakika kadhaa baadaye alikuwa akitembea kwenye mvua kuelekea nyumba ya mama Asha. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa spidi isiyo ya kawaida. Alijua kabisa kuwa anaingia kwenye mchezo hatari, lakini hakutaka kurudi nyuma. Alipofika getini, geti lilifunguliwa taratibu. Mama Asha alikuwa amevaa dira jepesi lililomfanya aonekane kwenye mvuto wa hali ya juu. Mvua ile ilivyokuwa inanyesha, dela lake likiwa limelowana, aise, ilikuwa ni balaa. Yaani, kadri alivyokuwa anapiga hatua, Rashidi alijikuta akizidi kuchanganyikiwa juu ya umbo la mama Asha. Karibu sana mgeni. Harufu ya manukato ya mama Asha ilizidi kumchanganya Rashidi. Aliingia ndani huku akitazama mazingira ya kifahari katika jumba lile. Sikuwahi kujua kama unaishi vizuri sehemu hii. Yaani, unaishi kwenye jumba kubwa namna hii? Aisee, hongera sana. Mama Asha akacheka kisha akamwambia, usijali, karibu. Sawa mama Asha. Unaona sasa, we kwa nini uelewi? Nimekwambia sitaki uniite mama. Walitazamana tena kwa sekunde kadhaa. Mvua iliendelea kunyesha, ndipo Rashidi alianza kumweleza, mama Asha, unajua umenileta katika sehemu ambayo yenye hatari sana. Wewe unaweza ukawa unajiamini kwamba mumeo hayupo, lakini mimi kiukweli sina imani, na ndio maana unaniona kama nina wasiwasi. Unanihakikishaje usalama wangu? Hii sehemu sio salama kwangu. Mama Asha alibaki tu kumwangalia kisha akamwambia, hebu subiri. Ndipo mama Asha alitoka, akaingia kwenye friji, akamchukulia juisi kisha akampatia. Wakati anaichukua ile juisi, kumbe alichanganya na kinywaji ambacho kilikuwa kina kilevi ndani yake. Basi Rashidi alipewa ile juisi, akaanza kuinywa taratibu. Kadri alivyokuwa anazidi kunywa, alizidi kuona mawenge. Ndipo alipoanza, mama Rashidi, mbona juisi yako tamu? Yaani tamu, sijawahi kunywa juisi ya namna hii. Usijali, huo tamu ni wa kila sehemu. Rashidi alishtuka kisha akamwangalia kwa makini mno. Mama Rashidi, unamaanisha nini kusema hivyo? Hapana, usijali, kuwa na amani. Ndipo mama Rashidi alisimama na kumsogelea Rashidi taratibu, tena akitembea kwa mwendo wa maringo. Aliposimama akamnyanyua Rashidi na kumkumbatia, akaanza kumweleza, Rashidi, nimepitia mengi na napitia mengi kwenye ndoa yangu. Mume wangu ninampenda, lakini katika hili nimeshindwa kuvumilia. Mume wangu hawezi kunifikisha popote, kwa hivyo nahitaji amani yako. Karibu katika ufalme wangu. Rashidi akili yake ilikuwa imesharuka, alikuwa tu amebaki na mawenge. Basi ndipo Rashidi akajikuta amemnyanyua mama Asha, akiwa elewi hili wala lile. Mama Asha alishuka kisha akamvuta mpaka chumbani kwake. Walipofika chumbani kwa mama Asha, ndipo mama Asha alienda chooni kwenda kuoga. Baada ya kurudi akiwa amevaa kanga moja, Rashidi macho yalimtoka kama mjusi aliyebanwa kwenye mlango. Alijikuta udenda ukimtoka. Basi hapo ndipo tatizo lilianza. Waliendelea na mambo yao. Mwisho wa siku Rashidi aliiona ikulu ya mama Asha. Mambo yalienda vizuri kiasi kwamba hakuamini macho yake kitu alichopewa na Rashidi. Ndipo akamwambia, hivi kumbe ndio maana watu wanakusifia? Aisee, asante na shukuru. Basi pale ndipo Rashidi akatoka. Baada ya muda akaondoka zake kwake. Basi siku ziliendelea. Mtaa mzima ukaanza kujaa minong'ono. Yule mama wa mfanyabiashara anaonekana pale gengeni kwa Rashidi mara kwa mara. Rashidi alijifanya kama vile asikii, aliziba masikio. Basi Rashidi alikuwa anaendelea na maisha yake ya kila siku katika genge lake. Alikuwa ni kijana anayejishughulisha sana asubuhi na mapema kama kawaida yake.
anaingia zake sokoni kwa ajili ya kuemea maemezi ya genge lake. Huo ndio ulikuwa mfumo wake wa maisha. Asubuhi alikuwa gengeni, mchana anapiga stori, usiku simu za wanawake. Ilikuwapo ni hatari sana kwa Rashidi, muuza genge huyo. Na wakati huo huo Neema alikuwa akizidi kumpenda vibaya mno. Yaani Neema alikuwa amewekeza akili, mawazo na kila kitu kwa Rashidi, huku Rashidi akiwa bado ni kijana ambaye hajatulia. Tatizo ni kwamba Neema alianza kugundua mabadiliko ya Rashidi. Ndipo alimwambia siku moja, mbona siku hizi upokee simu zangu? Biashara zinanibana mpenzi. Au na mtu mwingine wewe? Maana sikuelewi. Sikiliza, ninyi wanafunzi wa chuo, mbona mnakuwa mtuamini sana sisi? Sio hivyo. Mimi sina muda wa mambo hayo. Usinifikirie vibaya. Nisikilize nikwambie. Mimi sina hayo mambo. Na wala sina hiyo tabia. Una hiyo tabia? Jiangalie jinsi ulivyo. Hivi ni mwanamke gani anaweza kukuamini kama mimi niko peke yangu? Cheki jinsi ulivyo. Aise, mimi nalia wivu. Hapana mpenzi, usifanye hivyo. Embu kuwa na amani. Niamini ya kwamba mimi ni mpenzi wako na upo peke yako. Neema aliambiwa maneno mazuri, lakini kwa siku ile hakuridhika. Mwanamke akianza kuhisi kuna kitu, huwa ni ngumu sana kumficha. Basi siku moja aliamua kumfuatilia. Neema alijiambia ndani ya nafsi yake, huyu nitajua mbivu na mbichi. Jioni moja Neema alipita kwa ghafla kwenye genge la Rashidi, tena bila kumwambia Rashidi kwamba anakuja. Alikuwa anataka kumsurprise mpenzi wake, lakini alipofika alichokiona kilimfanya asimame ghafla. Mama Asha alikuwa amesimama karibu sana na Rashidi, huku akicheka na kufurahi mno. Na kabla Neema hajajificha vizuri, alimuona Mama Asha akimgusagusa Rashidi maeneo ya shingoni, tena kwa hisia kali, huku Rashidi akiwa tu yuko free, amejiachia kwa Mama Asha. Ilionyesha zaidi kuwa hawa kuna jambo ambalo lilikuwa linaendelea. Moyo wa Neema uliumia mno. Kwa hiyo si ndio maana siku hizi anitafuti? Ina maana mimi sina thamani? Ina maana mimi sio chochote kwake? Alibaki akiwa amesimama mbali akiwaangalia, huku akijawa na maswali yasiyo na majibu. Rashidi hakumuona, huku mambo yakiendelea. Basi Neema alijipiga kifua, kisha akasema, bado nitapata tu shahidi. Aliondoka akiwa analia, machozi yanamwagika. Huzuni ilijaa ndani ya moyo wake. Alishindwa kwenda kumfuata Rashidi na kumwambia jambo lolote. Basi usiku huo Rashidi aliporudi nyumbani kwake, alimkuta Neema amekaa nje ya mlango wake. Uso wake ulikuwa umejaa hasira. Neema nini? Neema nini Rashidi? Una muda wa kunieleza ukweli? Ukweli gani tena mpenzi wangu? Nataka nijue. Yule mwanamke pale ni nani wako? Yule mwanamke uliyesimama pale gengeni unamshikashika, unamkumbatia. Naomba nijue ukweli. Rashidi, niambie ukweli. Ni nani? Rashidi, niambie ukweli. Basi ndipo Rashidi akabaki kimya kwa sekunde chache. Kisha akamwambia, ni mteja wangu tu, kwani kuna baya lolote? Rashidi, sijui unanielewa. Usinifanye mimi mjinga. Wewe, hivi hadi nyinyi wauza genge ndo mnafanya mambo haya? Wewe Rashidi, tafadhali usinifanye mimi mjinga, niambie ukweli. Nataka kujua. Rashidi, Mama Asha yule mama ni nani wako? Niambie ukweli. Rashidi, tafadhali niambie ukweli, please over please. Sauti yake ya Neema ilikuwa juu kiasi kwamba majirani walianza kusikiliza. Basi ndipo Rashidi akamvuta kwa pembeni. Tulia mpenzi, tulia kwanza, usifanye hivyo, wala usinihisi vibaya. Mimi ninakupenda wewe. Hapana, nimesema hapana Rashidi. Nimekuwa nateseka juu yako. Rashidi, unataka nikupe nini ili uamini? Rashidi, kwa nini
nini unanifanyia hivi mimi? Rashidi, upendo wangu leo ndo unanilipa haya? Rashidi, yule mama ni nani wako? Rashidi, unacheza na wanawake hadharani. Unanipenda kweli Rashidi? Hapana, mimi sipo tayari Rashidi. Hapana. Basi ndipo Rashidi na yeye alianza kubadilika. Alionekana kuwa mwenye hasira. Hivi wewe unanioji kama hivyo kama nani? Kwani mimi nimefunga ndoa na wewe? Na kwa nini unanioji kama mke wangu? Ni maneno makali ambayo yalimchoma sana Neema. Tena yalimchoma moja kwa moja. Machozi yalianza kuvuja. Tena yalivuja kama vile bomba la mvua. Neema aliumia sana siku ile. Sawa Rashidi, nimekuelewa. Leo si unanilipa haya yote? Nimekuelewa. Neema aliondoka kwa hasira, tena kwa haraka, huku mvua ndogo ikianza kunyesha tena. Rashidi alibaki amesimama nje akiwa hajui hata la kufanya. Aliendelea kuzama zaidi kwenye maisha. Usiku mzima Rashidi alikuwa hajalala. Alikuwa anamuwaza tu Neema wake, akiwaza yale yote waliokuwa wanayaishi yeye na mpenzi wake Neema. Hakika usingizi ulipaa. Alikuwa amejilaza kitandani huku akitazama chumba chake, huku akitazama dari ya chumba chake lililokuwa limechanika. Aliumia sana. Mawazo yake hayakuwa kwenye feni wala kwenye dari. Mawazo yake yote yalikuwa kwa Neema. Machozi ya Neema kabla hajaondoka yalikuwa bado yanazunguka ndani ya kichwa chake. Kwa mara ya kwanza ndani ya muda mrefu, Rashidi alihisi kama alikuwa ameumiza mtu aliyekuwa anampenda kweli. Lakini upande mwingine, moyo wake haukutaka kujali. Alikuwa amezoea wanawake, walikuwa wakimlalamikia mno. Alikuwa amezoea kuombwa attention, na kila alipogombana na mmoja mwingine alikuwa tayari anamsubiri. Basi simu yake ilianza kuita ghafla. Huu ni mwisho wa sehemu yetu ya kwanza ya simulizi yetu ya Utamu wa Muuza Genge. Huu ni mwanzo tu wa simulizi hii. Je, nini kitaendelea? Katika simulizi hii ya Muuza Genge, Bwana Rashidi ameshamuumiza Neema, huku akitembea na mwanamke wa mfanyabiashara mkubwa. Nini kitamkuta Rashidi? Mimi langu jina ni Mr. A Romantic, kutoka hapa Simulizi TZ. Jambo la msingi na la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwaheri.